Siku chache baada ya kuteuliwa kuwania tuzo ya kimataifa ya dikteta wa mwaka 2025, yani Tyrant of the Year 2025, Samia Suluhu Hassan ametawala tena anga za habari za kimataifa, ambapo safari hii magazeti mawili maarufu ya kimataifa yameongelea kwa kina kuhusu unyama mkubwa uliofanyika chini ya utawala wake kuanzia Oktoba 29 mwaka 2025, ambapo maelfu ya Watanzania wameuawa, lakini pia maelfu ya miili ya waliouawa mpaka sasa hivi haijapatikana. Magazeti yaliyoripoti kuhusu hilo ni gazeti la The Sun, moja ya magazeti maarufu kabisa hapa Uingereza, ambalo lenyewe linajikita sana na habari za ndani ya Uingereza, japo kuna nyakati huwa linaongelea pia habari za kimataifa. Na gazeti hili huwa linaongelea habari za kimataifa zile zenye uzito tu wa kimataifa, kwa sababu kiasili hili ni gazeti linaloripoti habari za ndani hapa Uingereza. Ni gazeti maarufu sana hapa Uingereza, miongoni mwa magazeti yanayohusika kwa wingi nchini Uingereza. Gazeti jingine ambalo limeripoti kuhusu hilo swala la Samia Suluhu Hassan na udikteta wake ni gazeti la The Times. Hili ni gazeti lenye heshima kubwa kimataifa na lenyewe linajikita zaidi katika habari za kimataifa, japo pia huwa linazungumzia habari za ndani ya Uingereza. Lakini mpaka habari ikatokea kwenye gazeti la The Times, basi kwa hakika habari hiyo ina uzito mkubwa. Na kama unavyojua wenzetu hawa yanapokuja katika swala la kuripoti habari, huwa wanajihangaisha kufanya utafiti wa kutosha, kwa sababu wanajali sana heshima za magazeti yao, na kila ikitokea kwa labda wameripoti kitu tofauti na ukweli ulivyo, athari kwao zinakuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo yayumkinika kusema kwamba taarifa hii kutokea kwenye magazeti haya ina maana kubwa sana na uzito mkubwa. Lakini pengine kubwa zaidi ni kwamba hizi taarifa ni za muhimu sana kuhusiana na kesi ambayo inaandaliwa dhidi ya Samia Suluhu Hassan huko kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu, yani ICC. Kama unafahamu, kuna jopo la wanasheria wamewasilisha muswada wenye zaidi ya kurasa 80 kuhusiana na unyama mkubwa ambao umefanywa chini ya utawala wa Samia Suluhu Hassan, na wanataka mahakama hiyo ianzishe mchakato wa kesi dhidi ya kiongozi huyo. Sasa haya magazeti, hizi vyombo vya habari vya kimataifa vinapotumia muda wao kufanya uchunguzi na kuripoti, kwa hakika huu ni ushahidi muhimu sana ambao unaweza kuwa na msaada wa kumtia hatiani Samia Suluhu Hassan. Ikumbukwe tu kwamba hivi sio vyombo vya habari vya kwanza kuripoti kuhusu haya. Pia hivi karibuni shirika la runinga la kimataifa la CNN la Marekani lilitoa ushahidi mwingine mkubwa, na hili lilitumia ushahidi ambao ulirekodiwa kwa njia ya satellite kuonyesha wimbi la mauaji iliyotokea nchini Tanzania, lakini pia likaonyesha makaburi ya halaiki ambapo miili ya watu mbalimbali waliouawa ilikuwa imezikwa kwa pamoja. Pia walifanikiwa kupata picha na video kutoka katika hospitali mbalimbali za nchini Tanzania ambazo zilikuwa na uthibitisho wa haya yaliyojiri nchini Tanzania. Kadhalika, shirika la utangazaji la Uingereza BBC, kwa kutumia huduma yake ya kuthibitisha matukio anaita BBC Verify, pia lilifanya utafiti wa kina kuhakikisha kuhusu video na picha mbalimbali ambazo zilikuwa zimetoka nchini Tanzania kuhusiana na mauaji haya. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kuna ushahidi mkubwa sana ambao unajitosheleza kumtia hatiani Samia. Kwa hiyo kinachohitajika mpaka sasa ni kuanza kwa mchakato wa kesi hii. Kama nilivyoeleza katika moja ya makala zilizopita kwamba baadhi ya watu wanasema kwamba huu mchakato kwa kawaida unachukua muda mrefu, na kweli kwa taratibu za kawaida kesi zinazopelekwa ICC hadi kuanza kusikilizwa mara nyingi zinachukua miezi 18 na kwenda mbele. Hata hivyo, wajuzi wa sheria za kimataifa, wajuzi wa utendaji kazi wa ICC wanaeleza kwamba kesi ya Samia inaweza ikaanza mapema kufikia hata mwezi Januari, siku chache zijazo kuanzia hivi sasa, kwa sababu kubwa mbili. Moja ikiwa ni lundo la ushahidi uliopo dhidi yake, lakini pili ni idadi ya waliouawa, kwa sababu kwa mujibu wa taarifa na haya magazeti yote mawili, The Sun na The Times, yanatoa takwimu hizo za takriban watu 10,000 kuwa waliouawa katika
hilo wimbi la mauaji. Kwa hiyo kwa pamoja hizi taarifa zinaweza kuwa na msaada mkubwa sana kuhakikisha kuwa haki inatendeka dhidi ya maelfu ya Watanzania waliotolewa uhai na Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo gazeti la The Sun katika hiyo habari yake limemuita Samia Suluhu Hassan kuwa ni the butcher of Tanzania. Butcher kwa Kiingereza ni mchinjaji. Kwa hiyo wamemtafsiri Samia kama the butcher of Tanzania, mchinjaji wa Tanzania, huku likisema kuwa takriban Watanzania 10,000 wameuawa chini ya amri iliyotolewa na Samia Suluhu Hassan na katika kukabiliana na maandamano ambayo ni haki ya kikatiba ya Watanzania. Na kadhalika gazeti hili limeeleza kuhusu maeneo yaliyotokea maandamano, kataja pamoja na maeneo ya Dar es Salaam, Mwanza pamoja na miji mingine mikubwa, na ikasema kwamba vikosi vya usalama vikifuata amri ya amiri jeshi mkuu ambaye ni Samia Suluhu Hassan vilitumia risasi za moto dhidi ya hao waandamanaji, na pia video zilizothibitishwa zilionyesha miili mingi ikiwa imerundikana barabarani, huku miili mingi ikiwa na risasi za kichwani na mgongoni, kwa maana ya watu walipigwa risasi wakati wakiwa wanakimbia. Lakini pia gazeti la The Sun limeelezea kile ambacho wengi wanafahamu kwamba idadi kubwa ya waliouawa sio tu wale ambao waliuawa wakati wa maandamano, bali kuna mauaji yaliyofanyika katika makazi ya watu. Kama baada ya maandamano kudhibitiwa, ilikuwa tarehe 3, tarehe 4 ile, watu wengi waliouawa wakiwa majumbani kwao, kwa sababu hawa wauaji walikuwa wakienda kwenye makazi ya watu na kuwapiga risasi. Kwa hiyo haya ni maelezo yaliyotolewa na gazeti la The Sun. Kwa upande wa gazeti la The Times, lenyewe limetumia neno ambalo jina ambalo Samia Suluhu Hassan amepandikwa la Idi Amin mama, na gazeti hili linaeleza kwamba Samia sasa anafananishwa na dikteta hatari kabisa aliyewahi kuongoza nchi ya Uganda aliyekuwa akiitwa Idi Amin Dada. Kwa hiyo gazeti la Times linasema kuwa mfanano huo umetokana hasa na hayo matendo ambayo ya Samia aliyofanya, na wanasema kwamba wakati utawala wa Idi Amin uligharimu maelfu ya maisha ya Waganda, lakini hayakutokea kwa mkupuo, kwa sababu historia inaandikwa na Samia Suluhu Hassan kwamba hili wimbi la mauaji limetokea ndani ya siku chache, yani ndani ya wiki chache tu maelfu ya watu wameona. Hili ndilo moja ambalo linatajwa kwamba linaongeza uzito katika hiyo kesi ambayo inatarajiwa kuanza wakati wowote huko katika mahakama ya kimataifa dhidi ya uhalifu. Lakini pia magazeti yote mawili yamekwenda mbali na kukumbushia kuhusu jinsi Samia Suluhu Hassan alivyoingia madarakani, kwamba alipoingia Machi 2021 baada ya kifo cha mtangulizi wake marehemu John Pombe Magufuli, kulikuwa na matarajio makubwa kwake, hasa baada ya siku chache kuingia madarakani na kuonyesha bayana kwamba alikuwa akitaka kubadilisha mambo mbalimbali tofauti, mgawanyiko uliokuwepo miongoni mwa Watanzania, na pia kuweka kipaumbele katika masuala ya maridhiano na maelewano ya kitaifa. Imegusia pia kuhusu jitihada zake za awali, ikiwa ni pamoja na kuwafungulia wafungwa wa kisiasa na pia kuruhusu za vyama vya upinzani. Hata hivyo jitihada hizo zake hazikudumu muda mrefu, kwa sababu miongoni mwa matukio ya mwanzo yaliyoanza kuashiria wasiwasi ni kitendo kile cha aliyekuwa mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Freeman Mbowe kubambikiwa kesi ya ugaidi ambayo hata hivyo baadaye ilikuja kufutwa. Lakini kubwa ambalo limetia doa utawala wa Samia Suluhu Hassan ni janga la utekaji, ambalo kama ambavyo imeelezwa huko nyuma lilianza muda si mrefu sana baada ya kuingia madarakani. Kwa wanaofuatilia kwa karibu, wanasema janga la utekaji lilianza kushika kasi hasa kuanzia mwaka 2023. Kwa hiyo aliingia madarakani 2021, 2022 kwa mwaka wake wa kwanza madarakani, 22-23 nikawa ni mwaka wa pili. Kwa hiyo takriban hata nusu ilikuwa haijafika ya utawala wake, kwa sababu by 2023 katikati ndio ingekuwa takriban nusu ya miaka. 2024 hasa ndio ingekuwa pengine mwaka wake wa pili na nusu, lakini kufikia mwaka wa pili tu tayari kulikuwa na hizi dalili za utekaji. Kwa hiyo kama nilivyosema awali, hizi habari
ni nzuri kwa sababu zitasaidia haki ya Watanzania waliouawa, maelfu hao waliouawa kupatikana. Je, una maoni gani kuhusiana na taarifa hizi? Karibu utoe maoni hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.